kuu ya NBC ambapo Simba Sports Club watakaribisha Pamba hapo kesho kwenye uwanja wa KMC Complex. Mbele yangu ni mwalimu wa Pamba Fred Felix Mizilo, atakwenda kuzungumza nasi wao kama Pamba wamejiandaje kimbinu kuelekea mchezo huo kesho. Mwalimu, karibu uweze kuzungumza na wanahabari. Kimbinu umejiandaje kwenda kuwakabili Simba kesho? Karibu sana. Shukrani sana. Kikubwa kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama katika jiji la Dar es Salaam. Na kwa ujumla maandalizi yameenda vizuri, tuko tayari kwa mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Swali kwa mwalimu. Karibu. Ni kweli kama unasema tu kwenye sehemu ya nafasi ya kwenye playoff, kwa sababu kwanza tumshukuru Mungu kwamba kwenye kama swala kushuka daraja kwetu sisi halipo kwa hivi sasa, kwa sababu ile naweza kusema timu ambazo zinashuka daraja tayari zimeshaonekana tayari. Zimeshaonekana. Kitu kubwa ni kwamba hatuko katika nafasi nzuri sana, lakini tuko kwenye nafasi ambazo tunapambana. Karibu kila timu inapambana kuhakikisha kwamba inatoka chini kwenda juu. Na kwa hiyo sisi kama ulivyosema, jawa sehemu nzuri sana kubaki kwamba tuko kwenye msimu ujao, lakini nasema bado ndio mapambano kwa sababu ligi bado tuna mechi 4 mkononi. Kwa hiyo bado nafasi tunayo ya kuhakikisha kwamba Pamba inabaki ligi kuu. Swali kwa mwalimu. Karibu. Kwanza nafahamu kwamba ni mchezo mgumu kwa sababu unakutana na timu ambayo ni nzuri, imefanya usajili mzuri na tunaheshimu kwa hilo, lakini kikubwa ni kwamba na sisi pia tuna timu nzuri, tunaandaa vijana vizuri. Basi naamini kwamba kesho kama watafanya yale ambayo tumewaelekeza, watu wategemea kuona mechi moja nzuri. Hakuna kingine. Kocha alishacheza na Simba kwa awali. Simba ya sasa inaenda Simba kama nilivyosema, wanapokutana timu nzuri zote hapo ujipange vizuri. Sababu Simba kwamba wanacheza mpira mzuri, wana speed nzuri. So tumejipanga kukabiliana kwa hilo, lakini nasema kwamba tunakutana timu nzuri na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba watu wanakuja kesho uwanjani waone mpira mzuri. Karibu. Unazungumza nini na wachezaji kipindi kama hichi, michezo tu misalia michache na mna michezo ambayo unahitaji kupambana na kubaki kwenye nafasi nzuri? Kitu gani hasa unaongea na wachezaji ili wapate morali zaidi? Mbali ya mazoezi, kufanya mazoezi kwa bidii, pia unajenga kisaikolojia kuhakikisha kwamba kiakili wao timamu wao vizuri kila wakati. Unajua wanapocheza mechi za mwisho kama hizi mara nyingi wenye kuamua ni players wenyewe. So tunawajenga kwa hilo kuhakikisha kwamba kila mchezaji anapata nafasi, hakikisha kwamba aipigania Pamba. Hakuna kingine. Labda mwalimu, kwenye matumizi ya nafasi, timu yako imekuwa ikitengeneza nafasi katika eneo la ushambuliaji, lakini nafasi nyingi mmeshindwa kuzibadilisha na kuwa magoli. Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club, mmejiandaje katika matumizi ya kutumia nafasi na kubadilisha nafasi hizo kwa mabao? Ni kazi yetu makocha. Siku zote unajua unafanya kazi ambayo usichoke, kwa sababu unajua tunajaribu kufanya masahisho kote. Kila baada ya mchezo unapokuisha tunafanya masahisho. Nadhani kuna mechi ambazo tumepata matokeo mazuri, kuna baadhi ya mechi tumeziharibu. Na kama ulivyosema, kuna baadhi ya mechi tumetengeneza nafasi na kuzitumia vizuri. Kwa hiyo kila wakati kwenye mazoezi tunazifanyia mazoezi, mambo ya finishing tunafanyia yote, tunafanyia kazi. Kikubwa ni kwamba tunapoenda pale uwanjani kuhakikisha kwamba mchezaji alitimiza yale ambayo tumefanya kazi kwenye mazoezi. Labda neno lolote kwa mashabiki na uongozi wa Pamba kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Simba Sports Club? Kikubwa kwamba kwanza naweza kusema kwamba napenda kuambia wananchi wetu wa Pamba ambao wako Dar es Salaam mikoani watuombee dua tufanye kazi vizuri kesho, na wale ambao wako Dar es Salaam kesho kama kawaida yao wasichoke, waje kwa wingi uwanjani kuja kutupa support. Mwisho wa siku tupate alama 3. Shukrani sana mwalimu. Shukrani sana. Sasa naweza kumkaribisha mchezaji Michael Samamba aje kuzungumza nasi. Mwalimu amesema nakaribisha mashabiki wote wa Pamba. Shukuru Mwenyezi Mungu tufikisha mahali hapa salama. Mazoezi tumejiandaa vizuri, tumejipanga kuhakikisha tunafanyia kazi yale maandalizi ya mwalimu aliyotuelekeza mazoezini. Tumefika siku ya kwanza mpaka hapo leo ambapo tutahitimisha mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Swali kwa mchezaji Michael Samamba. Karibu. Kitu gani hasa mnafikiria kama wachezaji ili kujipa motisha zaidi kupambana kwenye mchezo ambao ni sahihi?
Kitu cha kwanza, plani yetu na malengo yetu kama wachezaji, ukitoa malengo ya mwalimu na staff kwa ujumla, ni kuhakikisha timu tunaibakiza kwenye mazingira ambayo salama ili msimu ujao tuendelee kucheza Premier League. Na hamna jitihada zingine tofauti na kuchukua pointi 3 katika mechi zote zilizosalia na kuhakikisha tunapata alama ambazo zitaweza kubakisha kwenye Premier League msimu ujao. Swali kwa mchezaji, labda Michael, mna uoga wote kuelekea kwenye mchezo huu ambapo mnakwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club? Hatuna uoga, tunawaheshimu Simba ila hatuogopi Simba. Mpira ni dakika 90, tunawaheshimu, wana timu nzuri, wana wachezaji vizuri, na sisi tuna mwalimu wetu mzuri, maelekezo yake katupa mazuri, na mimi tutayafanyia kazi ila hatuogopi Simba kwa namna yote. Swali kwa mchezaji. Nenda kucheza na Simba ambayo ni mchezo kibora. Tunasema wao kwenye mchezo kibora tatu ndio ile ambao tayari wamecheza yote kuondoka na ushindi. Na wanaonekana wana jitihada kubwa za kutaji alama 3 kwenye mchezo wa kibora ambao ipo kulingana na mpinzani wao ambao ni Gombe. Itakuwa ni mkuu kiasi gani kama mkali ya Simba? Obviously mechi itakuwa rahisi, mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu kutokana na uwezo wa Simba na ubora wa Simba. Simba wana malengo yao na sisi kama Pamba tuna malengo yetu na kuhakikisha tunapata pointi 3. Sisi malengo yetu ya kesho ni kuhakikisha tunapata pointi 3. Labda una neno lolote kwa mashabiki na uongozi wa Pamba kuelekea mchezo wa kesho? Mashabiki na wakaribisha waje walioko Dar es Salaam na walioko wale utaratibu kama kawaida au kutoka mikoa mingine kuja mikoa karibu kuangalia mpira, na wakaribisha waje, wataona burudani kesho. Asante sana. Shukrani. Naam, alikuwa Michael Samamba akiongea na